inapatikana nia, yani ikafika mahala kesho ni Ramadhani, wewe hukulala na nia au umelala na nia katika mazingira yasiyokubalika. Vipi yani? Mathalan, ukautafuta mwezi ukaukosa, ukasikilizia watu wakupigia wakujuze kwamba labda umeonekana mahala fulani, hukufanikiwa, ukasema hivi, mimi nakwenda kulala, lakini iwapo itadiriki alfajiri nikikutana na habari za mwezi, mimi niendelea nafunga. Hii nia namna hii haikubaliki, hujalala na nia. Labda kama utabahatika kuamka kabla ya alfajiri, wanawazuoni wanasema walau bidakikatin wahida, au japo kwa dakika moja, ikafika dakika moja ndio ingia alfajiri. Kwa mfano sasa hivi adhana ya alfajiri ni saa 11 na dakika 45, wewe ukafanikiwa na dakika 43 ndio unazindukana, ukatafuta maji na 44 45 haijagonga, gonga maji hapo haraka na nia tayari ushapata nia na utakuwa mfunga. Lakini kabla ya hapo la. Bimaana ndugu zangu, nia ni ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote ya mwanadamu yanaenda kutokana na mtiririko wa nia. Katika nini? Katika kusihi na kutokusihi ibada ya mwanadamu kunategemeana na nia. Na nia ya saumu Mtume ameelekeza akasema hivi, man lam yubayyitu siyamahu min al-layli fala siyama lahu, ile mtu ambaye hatalala na nia ya funga yake usiku, basi huyo mtu hana nia, hana saumu, hatakuwa na saumu. Vipi yani? Unalala nayo vipi? Asli tunaposema mwezi ni ule au taarifa zimefika tayari kwa Muislamu, ndo nia hiyo kwamba unaandaa dako na nini. Na wanazuoni wengi wanasema hivi, ikiwepo kauli ya Imam Malik rahimahullah, anasema nia tangu siku ile ya kwanza inatosha mwezi mzima, na hii ndio kauli raji. Yani siku ile ulipouona mwezi na ukapata taarifa na wewe una maandalizi ya kwamba mimi nafunga Ramadhani, hiyo inatosha kabisa. Isipokuwa utakapoiharibu. Wakati gani unaweza kuiharibu nia? Nia itaharibika pale utakapokuwa unataraddad baina ya kufunga na kutokufunga. Imetokezea wewe ni mgonjwa au ni msafiri, ukasema mimi ruhusa inaniruhusu nikiwa naumwa au msafiri kula, lakini pia inaniruhusu kufunga, yote mawili. Sasa ukaingia shaka, ukasema nitapata majibu wakati wa kula daku bana, yakaenda mambo yalivyokwenda. Ukiamka ni alfajiri, adhana hiyo, na adhana imeadhiniwa ndani ya wakati. Adhana ikiadhiniwa ndani ya wakati, hakuna namna, hakuna nini, hakuna namna. Ni kwamba muda umeisha. Muda umefanyaje? Umeisha. Nini cha kufanya? Ni kwamba tayari wewe bwana hauna nini, hauna funga. Utajizuia mpaka nini? Utajizuia mpaka jioni kama aliyefunga, alafu utakuja kuilipa hii nini, hii saumu yako. Kwa hiyo nia ni wewe mwenyewe, lakini kama utabakia nayo hakuna tatizo. Kingine ambacho wanaelewa baadhi ya ndugu zetu kwamba unaweza kwenda kuitafuta nia msikitini au kwa shekhe fulani. Hili halikuwaridi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila baada ya Isha, kabla ya tarawih, manuizi na waitu, na watu wanaitikia na waitu somo ghadi. Hii hayupo, hii haikuwaridi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikutokezea kwa Mtume, hakuwanuiza watu, wala masahaba hawakunuiza watu, wala matabi hawakunuiza watu, wala wema waliotangulia. Hata aimmatul arba'i al-Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik na Abu Hanifa, hili jambo hawakubaliani nalo. Kwa hiyo suala la kuwatamkisha watu nia, unawapa nia, hapana. Kwa sababu nia, tunaporudi katika tafsiri ya nia tunasema an-niyatun qasdu shay'in muqtarinun bifi'lin
wa mahalluha alqalb wa talaffudhu biha bid'ah. Nia ni kukutanisha kitu na kitendo kikutane, kukusudia kitu kikutane na kitendo, na mahala pake ni hapa. Kuitamka ni uzushi, haupo katika sheria. Kwa maana hii watu wasiende kutafuta nia msikitini. Na athari yake iko vipi? Siku akikosekana shekhe msikitini, huyu afungi sisi hizo, au siku amechelewa anaingia msikitini, watu washamaliza wako kwenye tarawih, ima amfuate shekhe, kama asipomfuata ndio tayari nia yake imeishia hapo. Si masuala mazuri, na kama kuna watu walikuwa wanafanya hivi, basi wajue kwamba si katika sunna wala haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wa inna ma likulli imri'in ma nawa, ana kila mtu kila alichokinuia. Wewe manuizi moyoni anajua nani? Allah ndio anajua siri ya kilichoko moyoni. Hii ni namba moja.